Je, unajua kwa nini Musa aligeuza fimbo yake ikawa nyoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 4? Wakati Mungu alipomuita Musa awaongoze Waisraeli kutoka Misri, Musa alisita. Aliogopa kuwa watu hawangemwamini. Ndipo Mungu akampa ishara. Alimwambia Musa atupe fimbo yake chini na mara moja ikageuka kuwa nyoka. Musa akaogopa na kurudi nyuma, lakini Mungu alipomwagiza aishike kwa mkia, nyoka akarudi kuwa fimbo mkononi mwake. Baadaye, katika ikulu ya Farao, Musa na Haruni walirudia ishara hiyo kama uthibitisho kwamba ujumbe wao haukutoka kwao wenyewe, bali ulitoka kwa Mungu. Wachawi wa Farao nao walifanya vivyo hivyo kwa hila zao, lakini nyoka wa Haruni aliwameza nyoka wao, akionyesha wazi ukuu na nguvu ya Mungu juu ya nguvu zote za wanadamu. Ishara hii haikuwa tukio la ajabu tu, bali ilikuwa uthibitisho wa mamlaka na uungwaji mkono wa Mungu. Ujumbe wenye nguvu hapa ni kwamba kitu cha kawaida kama fimbo ya mchungaji kinaweza kuwa chombo cha ajabu sana kikiwekwa mikononi mwa Mungu. Hadithi hii inatufundisha kwamba haijalishi kitu katika maisha yako kinaonekana kuwa cha kawaida au kidogo kiasi gani, ukikikabidhi kwa Mungu, anaweza kukitumia kwa makusudi makubwa. Sasa niambie, ni kitu gani kinakugusa zaidi? Je, ni fimbo ya kawaida kugeuka kuwa nyoka, au ni jinsi ilivyoshinda hila za Farao? Shiriki mawazo yako kwenye maoni.